Sehemu ya 8 inaendelea pale pale ambapo tulikuwa tumeishia, ambapo kwa wakati huu basi tunaenda upande wa pili ambako Mbaramwezi ilikuwa inaendelea kuangaza katika eneo huku ukishindana na mwanga wa taa ambazo zilikuwa zinatoka kwenye majumba ya watu pamoja na maduka mengine ambayo yalikuwepo kando. Basi tunamwona Betty baada ya kumuona Mama Nyasato yuko pembeni yake pale, alikuwa ameshtuka kidogo. Kumbuka tulishaka tule Betty alikuwa anatafuta kitu na Mama Nyasato alikuja kumwangalia nini ambacho alikuwa anatafuta. Sasa Betty alishtuka, ni kama kutaraji uwepo wake mahali pale. Akamuuliza Betty, "Unatafuta nini muda wote alafu sasa hivi ni usiku?" Alisema Mama Nyasato huku akimshika Janeti mkono. Tulikuwa tunamtafuta G, hata sijui ameenda wapi," alisema Betty huku akiwa na wasiwasi. Alikuwa na wasiwasi katika uso wake na hata mikono yake ilidhihirisha hivyo kwa jinsi ambavyo alikuwa anatetemeka huku jasho likiwa linamsabai katika mwili wake. Ganzi iliyotengenezwa na taarifa ya kutafutwa kwa G ilimuingia Mama Nyasato ambaye alimtazama Betty vizuri huku moyo wake ukiendelea kudunda. Hakuamini kile ambacho alikuwa anazungumza Betty, kwa sababu muda mfupi kabla ya kuinuka kuwafuata aliwaona wote wanne wakiwa mahali pale wakicheza kombolela, huku G akiwa ni kama mwokota mpira kutokana na kutokusikia kwake wala kuongea kwake. "Ilikuwaje? Si niliwaona hapa mlikuwa mnacheza mpira?" aliuliza Mama Nyasato. Tulikuwa hapa lakini wakati Nyasato alikuwa anatoka na yeye akawa amemfuata. Nyasato alienda kule." Janeti alitoa maelezo kwa kunyoosha mkono wa upande ambako Nyasato alikuwa ameelekea. Basi mchanganyo wa taarifa ulikuwa katika kichwa cha Mama Nyasato kuelewa lipi achukue kati ya taarifa ya kwanza kwamba alikuwa anacheza mpira, yani kombolela, au taarifa ya pili ya kuondoka kwa Nyasato. Basi aliamua kumuita Nyasato ili apate kumuuliza vizuri. Nyasato alifika hadi eneo lile huku akiwa kama anajua kweli hivi, lakini aliamua kuficha kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anatetemeka. Mama yake alihisi ni kama kulikuwa kuna kitu kinaendelea na alishindwa kuweka wazi. Akamuuliza, "Mwenzako yuko wapi? Si uliondoka naye?" aliuliza Mama Nyasato huku akifuta kijasho ambacho kilikuwa kimeanza kumtoka puani. "Mimi sijui ameenda wapi," alijibu Nyasato akidosa vidole vyake hivi kuonyesha kwamba hakuwa na ujasiri wala huenda alichokuwa anaongea si cha kweli. "Yuko wapi kwani?" Mama Nyasato aliuliza kwa mara ya pili akimtazama mtoto wake kwa jicho la hasira mno, lile la mwana wewe, naomba useme. Lakini hata mara hii jibu lilikuwa ni kama la mwanzo, hali ambayo ilizidi kumchanganya Mama Nyasato. Alimwangalia mtoto wake kwa jicho la hasira, alitamani kumpiga lau kibao kimoja ili kumsisimua akili yake, lakini alihisi kama alichokuwa anaongea kilikuwa na ukweli ndani yake, kwa hivyo alisita kidogo. "Mama, hao anamaliza ugali wetu jamani, kwa nini usiende kukaa kule jalalani, mimi nishachoka?" Mama Nyasato alikumbuka maneno ya mtoto wake ambayo aliwahi kumwambia siku moja hivi, na haikuwa siku ya zamani sana, ilikuwa ni jana ambapo alikuwa amekaa wawili. "Nisikusikia unarudia tena hiyo kauli." "Mama, kwani unasema hivyo jamani? Kwani kusema ukweli imekuwa dhambi?" Imekuwa dhambi kama huyu kiziwi sijui bubu sijui. Kwani anafanya kazi gani sasa? Nani ambaye anaweza hata kucheza? Yaani yupo tu. Kelele wewe mtoto. Hivi unajua hao ni wakina nani? Unajua kwamba mimi nawalisha hivi, ushawahi kuchanga hata 100 wewe. Mimi nakulisha wewe pia hapa. Kuna ile wote unatoa. Hata kama bwana mama mimi siwapendi. Ilikuwa ni sehemu ya majibizano yake ambayo mtoto wake alikuwa akijibizana na mama yake jana yake, na ilikuwa ikipita mawazo hayo kichwani kwa Mama Nyasato. Sasa kumbukumbu hii ya majibizano ilimfanya Mama Nyasato ahisi jambo. Huenda ni kweli mtoto wake alimtelekeza sehemu, lengo lilikuwa ni kumuondoa pale nyumbani. Alimtazama Nyasato na kisha alirudisha macho kwa Betty ambaye alikuwa anatazama kulia na kushoto akiita jina la G, lakini kimya kilimpa mapokeo si sahihi tu, lakini ilikuwa ni kumdhihirishia kwamba huyu mtu anayemtafuta mwenye hali ya kuwepo. "Betty na Janeti, mnasema kwamba mtoto aliondoka na Nyasato, si ndio?" aliuliza Mama Nyasato kwa sauti ambayo ilikuwa na hukumu ndani yake. "Ndio mama, Nyasato ndo ambaye alikuwa ameongozana naye. Tena alimshika na mkono kabisa, ila aliporudi tukamwona amerudi mwenyewe. Tena hakutaka toka na sisi, alikuja kule ambako ulikoenda." alijibu Janeti huku akimwangalia Nyasato ambaye alikuwa amefura kwa hasira. Kichwa cha Nyasato kilichemsha ubongo wake huku kisuka njia sahihi ya kukataa kesi ambayo ilikuwa inaonekana iko mikononi mwake. Sasa alikuwa akijumlisha na kutoa, lakini hakupata majibu katika kichwa chake. "Hakikisheni mnambaka na kumuua kabisa, alafu mtupeni." Alikumbuka maneno ya mwisho ambayo aliwaambia watu ambao walikuwa wamewakabidhi G kabla ya kurudi kwa mama yake. Sasa kabla ya wakati wa hili tukio ambalo linaendelea sasa hivi tunarudishwa mchana wa siku ile, Nyasato alikuwa anawaza namna ya kumuondoa G mahali pale kutokana na kwamba alishafahamu kwamba ni mtoto wa jalalani na isitoshe hana uwezo wa kuongea wala kusikia. Kwa hivyo ingemtia tu hasara mama yake, na hasa kuhusu kumsomesha na mambo mengine ambayo angepaswa kuhudumiwa yeye.
Basi baada ya kugombana na mama yake kuhusu kumfukuza G na ikashindikana, aliamua kutumia njia ambazo yeye aliona zitamsaidia. Miongoni mwa njia hizi ilikuwa ni kwenda kuongea na vijana wa makamu ambao walikuwa nasoma nao. Vijana hawa walipopewa tenda hii na wao hakutaka kupoteza fursa. Walikubaliana na Nyasato kwamba watafanya ili dili, huku muda maalum ukipangwa kwamba zoezi hili inabidi lifanyike usiku. Walifanya hivi wakitambua wazi kwamba muda huu mama Nyasato atakuwa ameshajichanganya kwenye biashara yake, kwa hivyo swala la kujali watoto wake ataliacha, na kwa kuwa Betty na Janet ni wageni hakutakuwa na ugumu sana katika kukamilisha zoezi hilo. Basi ulipoingia usiku, Nyasato alienda kuomba mpira na walianza kucheza kombolela. Lakini G alipokuwa amejitenga ni kama mtu ambaye alikuwa anaangalia tu na alihisi kama atawaharibia labda mpango wake. Basi alisogea hadi kwenye nyumba kuu ambayo vijana wa makamu walikuwa wamejificha na kisha akaenda kuongea nao. Kwa hiyo inakuwaje? Mbona unachelewa bwana wewe? Watu tunamzuka huku. Alisema kijana mmoja ambaye alikuwa na midomo ya kunguru. Ni wazi kwamba alikuwa akifahamu bangi tayari, licha ya kwamba tayari alikuwa shule. Na mleta simejiandaa au msichelewe basi na nyie, alisema Nyasato, na kisha irudi tena katika mchezo na kuwachanganya wenzake. Hakuna ambaye alikuwa anafahamu kama Nyasato alikuwa amepanga mchezo ule wa kumuumiza G na lengo lilikuwa ni kumuua kabisa. Basi pindi alipokuwa anaendelea kucheza, ni Nyasato ndo ambaye alimtaka G afuate mpira kwa kumtonya kwamba alimshika mkononi, na kilikuwa ni kitendo ambacho G alikuwa amekielewa na akaenda kufuata mpira. Maskini laiti kama angefahamu nini kinaenda kutokea mbele yake, basi hata asingefuata. Sasa tunarudi pale ambapo mama anamuuliza binti Nyasato, G yuko wapi? Aliuliza mama Nyasato. Tena safari alimsogelea mtoto wake kwa hasira mno. Nyasato baada ya kuona mama yake amechukia, alirudi nyuma akitazama upande ambao kulikuwa kuna nyumba kuu ambayo kulikuwa na vijana ambao walikuwa kimshughulikia G. Hivi sina kuuliza wewe na kuuliza wewe. Basi kabla sauti ya malalamiko ambayo haikuwa ya kawaida ilikuwa ikiendelea kutoka katika nyumba kuu ile, moja kwa moja mama Nyasato alitambua wazi kwamba katika nyumba ile kulikuwa na G. Alikimbia haraka na kuhai, na macho yake hakuamini kuona kijana mmoja akiwa anataka kupitisha kisu katika shingo ya G kwa lengo la kumua kama ambavyo alikuwa ameridhiana. Wengine walikuwa wamemshika miguu G, na hata alipokuwa akitaka kuleta kurupushani za kurusha mateke, ilikuwa lengo ni kwamba ashindwe kufanya hivyo. Basi mama alifika pale na akawaambia kwa sauti kubwa kwamba chini mnachokifanya, alisema kwa sauti, na ikabidi vijana hawa waache, na kisha walikimbia mahali pale. G alibaki chini huku akiugulia maumivu. Sehemu yake ya siri ilitoka na damu baada ya kuchanwa na kutanuliwa na sehemu za siri za wale vijana. Basi mama Nyasato alimsogelea na kumshika, lakini alimshika kwa wakati ule na hakuwa na nguvu kabisa. Mwili wake ulikuwa una nguvu na alipoteza fahamu baada ya maumivu kuwa yamemzidia. Nyasato, umeona tulichokifanya? Umeona ambacho umemfanyia mwenzako? Umeona hayo yote ambayo umefanya wewe mtoto? Jamani, wewe mtoto mbona ni mpumbavu hivyo wewe? Hiyo hospitali mimi nayo sasa ndio umefanya nini sasa? Utanipa wewe, utamhudumia mtoto? Nyasato alisema akimtoa G chini kwa ajili ya kwenda kumpa matibabu. Moyo wa Nyasato ulikuwa mweupe kabisa, na hata alivyokuwa anagombezwa yeye hata kujali. Yaani ilikuwa ni kama wanampandikiza chuki kabisa kwa wakati ule. Basi akiwa amesimama, hasira ziliendelea kutengeneza chuki dhidi ya G ambaye alitolewa, na taratibu za kumpeleka hospitali zilianza. Wewe mbumbumbu, hebu twende wote hospitali ukapigwe na mbu kule na kwambia. Alafu Janet na Betty hakikisheni mnafunga kila kitu afu mnarudi nyumbani kwa pamoja. Ngoja kwanza nimwaishe G hospitali, sawa? Alisema mama Nyasato. Nani akwenda hospitali? Kwanza mimi nimeshakwambia huyu simtaki jamani. Si umwache tu afe. Nyasato alikuja juu na alisema, na kisha alimsonya mama yake. Wewe mtoto, nitakubutua, nitakuvunja hizo kongoro zako. Yaani hivi unaelewa vizuri? Naomba usinipande kichwani. Mama Nyasato alimpandisha sauti mtoto wake, na baada ya kuona kwamba mama yake alikuwa amechukia sana, ikabidi ajishushe na kukubaliana naye kwenda hospitali. Chuki ya Nyasato kwa G ilikuwa wazi na kutaka kabisa kuificha hata akiwa mbele ya mama yake. Alimchukia G kupita maelezo kwa kuwa hakutaka kumuona G anakaa katika nyumba yao kufuatia historia yake. Sasa kitu kama hiki mama Nyasato hakutaka kukiona kitokea katika nyumba yake. Alitamani Nyasato awe mstari wa mbele kuwapenda wenzake na sio kuwachukia kama ambavyo alikuwa anafanya. Haya, tunatoka kule tunakuja hapa ambapo tunamuona mtu mwingine ambaye anaitwa Dion ambaye alikuwa amekaa nyumbani kwake akiwa anaangalia runinga, na macho yake ilikuwa katika runinga ile ambayo ilikuwa inaonyesha tamthilia, na yeye hakuacha kutabasamu kwa kile ambacho alikuwa anakitazama muda wote. Simu yake ambayo ilikuwa pembeni iliita, na alipotazama kidogo alipokea. Fani, vipi habari yako? Nzuri, niko nyumbani kwako, njoo basi ufungue geti na mazungumzo kidogo.
alisema Fani na kisha alikata simu. Deo Dion alinyanyuka na kuelekea nje ili kufungua geti. Fani baada ya kutoka nyumbani kwa Upendo kutaka kurudi kwake, aliona ni vyema kufanya mazungumzo na Deo Dion kuhusu ambacho kilikuwa alikuwa amemwagiza ama amekamilisha au la. Basi mazungumzo haya yangeenda sambamba na mpango kumshirikisha Deo Dion katika kesi ya Kani kama ikiwa ni sehemu ya upelelezi wa kesi ya mauaji ya Roman pamoja na mke wake. Basi Deo alifika hadi katika geti na alifungua mlango na kisha macho yake yalikutana na Fani ambaye alikuwa ndani ya gari. Naye baada ya kumuona alishusha vioo akamwambia, "Si tuingia kwako moja kwa moja, tunaweza kuzungumza tu kwenye gari." Alisema huku akichezea simu yake na ikabidi Deo apige hatua hadi katika sehemu ambayo Fani alikuwa amesimamisha gari. Alipofika aliingia ndani ya gari na walisalimiana kwa sekunde kadhaa huku nyuso zao zikiwa zimeweka tabasamu na kisha mazungumzo rasmi yalianza. "Ulifanikiwa kufika na umezungumza naye?" aliuliza Fani kwa kimtazama Deo ambaye alishusha pumzi. "Ndiyo, nimefanikiwa kuzungumza naye na pia yuko tayari tushirikiane." Deo alimjibu na kisha alitoa simu yake na kuchezea kidogo. Sauti ya mazungumzo baina yake na Kani ilisikika na hii ilikuwa ni kama sehemu ya kumwaminisha Fani kwamba kazi ilikuwa imeendelea vizuri. "Well done. Great job. Nimependa. Sasa umefanya vizuri sana." Kwa hiyo kasemaje? Amesema yuko tayari lakini nadhani hapa ndo utafahamu mambo mengi, lakini kumbuka kwamba unanipa wakati mgumu. Haya mambo mimi sijazoea ujue. Deo alizungumza akirudisha simu yake katika mfuko wa suruali. "No bwana, so hivyo. Unajua tuna safari ndefu sana na huyu mtu ni hatari sana. Kwa mujibu wa Slay, ndio maana nikaona nikutumie wewe ili uje kunisaidia. Najua nakuweka katika wakati mgumu lakini mimi nahitaji sifa katika jeshi la polisi na kama ambavyo nilikuahidi nikikamilisha hili nitakuwa tayari kwa ajili ya ndoa, sawa love?" alisema Fani akidosa vidole vyake. Basi Fani na Deo Dion walikuwa ni wapenzi wa muda mrefu ambao hawakuishi pamoja kimazingira, lakini mioyo yao ilikuwa pamoja. Kila mmoja alimpenda sana mwenzake na kumheshimu kwa kile ambacho alikuwa anakifanya. Deo Dion alikuwa ni mfanyabiashara na Fani alikuwa ni askari polisi. Walikuwa wanasaidiana pale ilipobidi na leo hii Fani aliona ni vyema kama akimtumia Deo kukamilisha uchunguzi kwa Kani. Kilichofanywa na Fani ilikuwa ni kuhakikisha Deo anapata taarifa za Kani kabla ya kumuingia na ilibidi amuunganishe na Slay kwanza kwa kuwa alishapata baadhi ya taarifa kutoka kwa Slay ambazo zilikuwa zinamhusu Kani kujihusisha katika mahusiano na Suzy, huku Dennis akiwa miongoni mwa watu ambao anamtaka Suzy kimahusiano. Kwa hivyo ilikuwa ni rahisi kwake kuwa kama sehemu ya katikati kumuunganisha kati ya vita ya Kani na Dennis ambao wote walikuwa wakimpenda Suzy. Ila anaonekana kama ni mtu ambaye ana mambo mengi, yani licha ya kufungwa. Deo alisema, nahisi kuna mambo mengi ambayo anayafanya. Kwa hiyo kesi yake lini natoka Kani?" aliuliza Fani huku akiegemea usukani wa gari. Kwa mujibu wa Slay inaonekana kabisa kwamba anaweza kuchomoka maana anasingiziwa na hakuna ushahidi. Slay alikwambia yote au ni baadhi tu? "Ni baadhi tu lakini usijali, ngoja akitoka hapo tutapanga mambo vizuri na baada ya hapo utajua inakuaje," alisema Deo. Basi waliendelea kuongea mambo mengine na utaratibu wa ndoa. Kila mmoja alionekana kuwa na furaha sana. Walipokuwa wanatazamana ilifika muda sasa kuagana na ilibidi Deo ashuke kwenye gari ya Fani na kuondoka katika eneo lile. Hakuna ambaye alifahamu kama sehemu ya mtu ambaye wanataka kumtumia ili kumpata Kani kurahisisha mambo. Na tayari alikuwa ameshaonja ufalme wa mbinguni na rohoni. Na roho yake ilikuwa tayari inapewa stahiki baada ya kuuawa na Suzy, kitu ambacho kiliwaaminisha kwamba endapo akishirikiana na Kani katika kumwangamiza Dennis basi kila kitu kitakuwa sawa. Sasa akiwa katika gari kuelekea nyumbani kwake, Fani alifungulia sauti kubwa ya muziki ili kupunguza mawazo ambayo alikuwa nayo siku ile. Muziki uliendelea kumfariji na ghafla simu yake ilinguruma na aliitazama. Macho yake yalipitisha mwanga kutoka katika simu hadi kwenye kiini cha macho ambako alisafirisha mwanga ule hadi katika ubongo na huko ulitafsiriwa na majibu yakawa yamerudi. "Dona Tema, kazi kweli," alisema huku akiwa na hofu kabisa kupokea simu ile. "Deo anasemaje jamani? Maana hajanipa mrejesho?" Dona aliuliza. "Nilisahau, hivi ndio natoka kwake muda huu. Kasema kwamba anatakiwa kutoka siku 7 mbele." Fani alijibu na kisha aliweka simu kwenye sikio lake na kupunguza sauti ya muziki. Okay, well, sasa ndo njia rahisi ya kumpata, nadhani wakishirikiana tutakamilisha mpango mapema tu." "Kweli kabisa, hata mimi nahisi hivyo," alisema Fani. "Basi poa, mimi ndo natoka kwa Upendo hapa muda huu, nikifika home nitakucheki basi," alisema Dona na kisha simu ilikuwa imekatwa.
Haya, tunaacha pale na tunakuja maeneo ya hospitali ya Butimba ambako hali ya Salome ilikuwa bado si shwari na ilibidi wauguzi wakusanyike kutazama tukio la ajabu la mwanamke ambaye alikuwa amejifungua vinyonga. Kila mmoja alikuwa anazungumza la kwake, huku wengi wakidai kwamba tukio lile lilienda sambamba na uchawi. Joeli alibaki anadondosha machozi huku asiamini kile ambacho kwa kinaendelea kwa mke wake. Wauguzi wengine waliendelea kupishana kutoka kulia kwenda kushoto, wakionekana kama watu ambao walikuwa na wasiwasi hivi. Jamani, hebu fanyeni mpango huyo aende Bugando jamani, au mkishindwa pale aende hata Muhimbili, hamna jinsi mbona, alisema Dawi. Mkurugenzi yuko wapi? Muuguzi mmoja ambaye alikuwa ameshika kumbukumbu mkononi kwa zile kumbukumbu ambazo zilikuwa zinatunzwa za mgonjwa, alikuwa ameuliza. Bwana, fanyeni hivi, hali si hali, hatujui nini kinaendelea kwa huyu mama, unajua. Yaani hakuna msaada kamili, alisema Dawi. Hakuna kingine ambacho alikiona ni muhimu zaidi ya kufanya kumsafirisha Salome kutoka hospitali ya Butimba hadi Bugando. Uamishi huu ulitakiwa kuongozwa na madaktari, huku Joeli akiwa kama ndugu mgonjwa. Kwa muda wa juhudi za madaktari walifanikiwa kumtoa Salome katika wodi, huku akiwa analalamika sana. Vinyonga bado waliendelea kudondoka kwa chini, na kila walipokuwa wanapita wakati wanaelekea katika gari la wagonjwa, waliacha vichanga wa vinyonga ambao walipotea katika mazingira ya kutatanisha sana. Baba, panda tuondoke, alisema daktari mmoja ambaye alikuja na gari la wagonjwa. Joeli alisita, hakuonesha kama alikuwa na dalili ya kupanda gari lile. Kila alivyojitahidi kunyanyua mguu wake uligoma. Joeli, kama unataka kufuata kifo, basi nyanyua mguu wako hapo. Sauti ya Lucy ilisikika katika sikio lake la upande wa kushoto. Na kuambia na kukupa onyo, kama ambavyo nilikupa onyo wakati unataka kumpa uji Salome, usidiriki kupanda gari. Joeli anaendelea kusikia sauti ya Lucy huku akitazama gari la wagonjwa ambalo sauti ya Salome ilizidi kusikika, huku akiomba mume wake awepo katika gari lile. Twende jamani, nasubiri nini, tutamkosa mke wako, alisema dereva ambaye alikuwa akimwangalia Joeli kupitia kioo kilichopo pembeni ya mlango wa nje kabisa upande wa kulia. Usidiriki kupanda, ukipanda ndo mauti yake, na huenda pia ikawa ni mauti yako, Lucy alisema. Joeli, twende mume wangu, nakufa Joeli, nakufa. Sauti ya Salome ilipenya katika masikio ya Joeli. Joeli alihisi maumivu ambayo alikuwa anapata mke wake wakati ule alikuwa ni makubwa mno. Macho yake yalidondosha machozi kila aliposikia sauti ya Salome. Akili iligoma kufanya kazi kwa muda, na sasa alikuwa na uwezo wa kutumia hisia zaidi kuliko hata akili. Jambo ambalo lilifanya hata maneno ya Lucy asiyazingatie, na hatimaye alipanda gari huku akimwangalia mke wake ambaye aliendelea kulalamika, akiomba dunia ipasuke alau hata apate dakika moja kupumzika ili maumivu yasiendelee kuranda katika mwili wake. Ameshapanda, tuondoke, alisema daktari akimpa ruksa dereva, na waliondoka katika eneo lile. Safari ilikuwa imeanza na dereva aliwasha king'ora kuashiria kwamba walikuwa katika hali ya hatari. Kwa hivyo watu wote ambao walikuwa karibu na barabara walikuwa wanapaswa kukaa pembeni ili kupisha gari ipite, na wao tena watarudi baadaye barabarani kuendelea na mambo yao. Kila alibahatika kuona gari ile alijua wazi kwamba ndani kulikuwa na hali mahututi sana. Wengine walishangaa wakimshukuru Mungu kwa uhai. Mume wangu, naomba nisaidie mume wangu jamani, nakufa. Salome aliendelea kulalamika huku akijaribu kumuomba msaada mume wake amsaidie, lakini kwa wakati ule ilikuwa ni ngumu kwake kupewa msaada. Na hata akitaka kumsaidia mume wake, atamsaidia kwa kipi? Basi hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kuyazuia maumivu ambayo Salome alikuwa anapitia kwa wakati ule, si dereva, si daktari wala Joeli. Wote walibaki wakiwa wameduaa huku wakizungukwa na vinyonga wengi ambao walikuwa wakipanda katika miili yao. Damu ziliendelea kuchuruzika katika gari huku zikidondoka chini. Ajabu ni kwamba kila damu ilipodondoka kwa nyuma, alionekana bibi yake Lucy ambaye alipita na kusafisha damu zile. Hakuna ambaye alifanikiwa kumuona bibi yule isipokuwa Joeli, ndo ambaye alikuwa akifanikiwa kuona, na yeye alimuona baada ya kutazama nyuma. Alishangaa, lakini alijipa ujasiri na kumwangalia mke wake ambaye macho yake yaliendelea kumwaga machozi ambayo yalichanganyikana na damu. Usidiriki kupanda, ukipanda ndo mauti wako. Joeli alikumbuka maneno ambayo Lucy alimwambia, na alikuwa akimwangalia dereva ambaye alisimamisha gari ghafla binvu. Basi kila mmoja alishangaa kuona gari imesimama. Wakajiuliza ilikuwaje, kwa maana ilikuwa kawaida ya gari kusimama. Ikabidi waongee na dereva apate majibu. Bosi, vipi, mbona umesimama? Aliuliza daktari akisogea mbele. Licha ya kuuliza, lakini kimya kilifuata. Dereva hakujibu na ilibidi aulizwe tena na yule daktari. Inakuwaje, mbona kimya? Kimya pia kiliendelea kuwajibu. Twende bwana, mke wangu anakufa bwana, hebu twende, Joeli alisema kwa jazba akiangalia upande wa nyuma ambao hakuona magari mengine. Hili lilimshangaza sana. Haikuwa kawaida kwa barabara ile kukosa magari. Tuondoke basi, alisema kwa sauti kubwa ambayo ilimshtua mpaka dereva ambaye aligeuza kichwa chake.
Joeli alihisi kuishiwa nguvu mara baada ya kuona sura ya Lucy ambaye alikuwa anatoka na mafunza akiwa kwenye eneo la dereva. Sasa katika macho yake Lucy alikuwa anatoka na usaa na maeneo ya puani pia alikuwa yako hivyo. Halikuwa tukio la kawaida wala lenye kutegemewa na Joeli wala daktari, na wote walibaki wakimtolea macho Lucy huku mioyo yao ikienda mbio sana. Baby bwana, usipige kelele, na ngoja watu wapite niendelee na safari. Tuko hapa mataa, hao watu wanavuka, Lucy alisema. Joeli alipotazama nje ni kweli aliona watu, lakini hawakuwa kawaida. Ilikuwa ni maiti ambazo zilikuwa zinatembea. Natakiwa niheshimu alama za barabarani unajua, Lucy alisema tena kwa mara ya pili. Kauli yake ilifanya kuwa hakuna mtu ambaye alibaki katika gari. Ilikuwa si daktari wala Joeli, wote waliteremka na kukimbia isipokuwa Salome ambaye aliendelea kuugulia kwenye maumivu ya gari. Ni wazi kwamba hakuwa anaweza hata huko kukimbia. Basi baada ya wauguzi ambao walikuwa wanamwangalia Salome kukimbia, kimya kilichukua nafasi yake. Hakukuwa na sauti yoyote ambayo ilitoka mashariki wala magharibi ambayo ilikuwa ikisikika zaidi sana. Ilikuwa ni sauti ndogo ya ngurumo ya gari ambayo hata haikuweza kufuza ukimya ule. Fahamu na kumbukumbu kamili za wapi alikuwepo na zilianza kumrejea Salome, na hii ilikuwa ni kama sehemu ya kushtushwa tu na ukimya. Alishangaa kuona watu ambao walikuwa pembeni yake hawapo tena. Alipopigwa na butwaa alitupa macho kwa daktari na alishangaa kuona akiwa anajivua gamba kutoka katika sura ya Lucy hadi kuwa sura yake mwanzo. Hakika Salome alijikuta anashindwa kushangaa maajabu ya Musa na Firauni. Badala yake ilikuwa ni maajabu ya Lucy na dereva ambaye alikuwa mbele yake. Huko moyo ukimdunda mithili ya generator ambalo linaishi mafuta. Kwa mwendo wa kusuasua alipeleka macho yake kulia na kushoto akitaka kuita, lakini alishindwa kufanya hivyo. Badala yake alibaki akiema. Macho yake yaliendelea kumwangalia vinyonga ambao kila sekunde walikuwa wanadondoka wakitokea katika sehemu ya tumboni, na hawa ndio ambao walifanya upasuaji wa tumbo lake. Nimekuwa na mwili gani mimi jamani, alisema akijitazama na kujaribu kujiinua, lakini alishindwa. Mwili wake ulikuwa mzito kuliko hata yeye mwenyewe. Labda ni kutokana na roho mbaya ambayo alikuwa nayo. Sasa akiwa anaendelea kuwashangaa vinyonga wale, ghafla hali ya kawaida ilimrudi. Si tumbo lake wala umbo lake ambalo lilishindwa kuwa kama awali. Vyote vilirudi katika hali yake ya kawaida, na mbele yake hakumuona tena Lucy. Badala yake dereva alikuwa mahali pale huku akinyonga funguo na kuweka tayari gari kwa ajili ya safari. Watu ambao hawakuonekana kwa nje sasa hivi walionekana, na hata magari pia yalikuwa yanapita, na mengine pia yalikuwa yanapiga honi kwa nyuma yakimtaka yule dereva aondoshe gari maeneo yale. Sasa ilikuwa ni kama tukio la muda mfupi sana ambalo lilikuwa limejawa na muujiza hivi kwa Salome ambaye alianza kuhisi kama maumivu yanapungua, na hata vinyonga pia walianza kupotea katika mwili wake. Basi taratibu kila kinyonga lidondoka chini, alipotea moja kwa moja, na ule utaratibu wa kudondoka katika tumbo na kisha kurudi tena katika sehemu za siri na kurudia tena kwenye tumbo nao haukuwepo tena. Safari hii kila aliyetoka pale alipotea. Salome alijiangalia huku akishangaa kuamini kama alirudi katika hali yake ya kawaida, na alikuwa amerudi katika ufu ambao ulikuwa ni hai. Wengine wako wapi? Aliuliza dereva akimwangalia Salome ambaye aliamka. Sijui nikuulize wewe, kwani kimetokea nini mpaka tumesimama hapa? Salome alirudisha swali akimwangalia kinyonga mkubwa ambaye alikuwa anatoka katika tumbo lake. Kinyonga huyo alionekana ni kama mama wa vinyonga wote ambao walikuwa wanazaliwa kwa wakati ule. Basi wakati wanatoka aliambatana na karatasi ambayo ilikuwa nyuma ya mkia wake. Salome aliacha kumsikiliza dereva ambaye alitoa sababu za kusimama pale. Badala yake aliendelea kumwangalia kinyonga yule ambaye alikuwa ni wa ajabu sana. Alikuwa akitoka kwenye tumbo lake bila hata maumivu yote yale ambayo Salome aliyapata. Basi baada ya kutoka alipotea, na kisha karatasi ilidondoka chini. Huu ni mwanzo kati ya sehemu ya mateso ambayo ulinifanyia Salome. Hii ni trailer ya kile ambacho utanilipa kama sehemu ya wema wangu, na wewe ndo ambaye uliamua kufanya ubaya. Mimi nitakuonyesha na utajifunza mengi sana. Una bahati ni Lulu ndo aliniambia nikuache, ndio maana nimekurejesha katika hali ya kawaida. Lakini hili halitaisha mpaka lazima wewe na Joeli mje huku nilipo ili muonje kama ni kuzuri ama la. Kwa hiyo basi kuanzia sasa nimetangaza vita rasmi ya mimi pamoja na ninyi. Salome alisoma karatasi ambayo ilikuwa na maandishi yenye rangi nyekundu, huku harufu ya ubani ikiranda katika karatasi ile. Fundo kubwa la mate liliingia katika tumbo lake, na Salome alitoa sauti kama ya kinyesi hivi ambacho kilidumbukia kwenye choo cha kisasa kilichojaa maji hivi. Ilikuwa ungesikia ikilia kwenye ule mlio ambao unalia chooni, na hapo ambapo alikuwa ameachia kinyesi ilikuwa lazima angesimama ili kujizuia maji yasimguse. Na baadaye aliyarudia yale maneno kusoma kwa makini ya hali ya juu sana.
kila neno ambalo lilikuwa linasoma ndivyo ambavyo ugonjwa wake ulikuwa unapona. Na yeye hakutambua hilo, lakini alipomaliza kusoma alihisi ni kama hana homa tena. Moyo wake ulipeleka mapigo mbio sana na alikuwa akidunda kama spika za radio na au mpangaji ambaye alikuwa amemaliza kulipa kodi kutoka kwa baba mwenye nyumba. Sasa hofu na uoga vilifanya vidole vyake vitetemeke na kwa bahati mbaya alidondosha karatasi ile chini. Alijaribu kuitafuta lakini hakuiona. Kijasho chembamba kiliendelea kumkumbusha kwamba alikuwa katika wakati mgumu sana. Alikunja kidole chake cha shahada kwa wastani kidogo na kisha alipitisha katika paji lake la uso. Alirudisha macho katika tumbo lake na alijiona hana tena majeraha wala hana sehemu ambazo alikuwa amechanwa na zote zilikuwa zimeziba. Alitegemea labda angekutana na makovu, lakini pia ilikuwa hivyo. Oh, Mungu wangu nisaidie, ni nini? Alisema kisha alimwangalia dereva ambaye aliendelea kuendesha gari. Kuna nipeleka wapi? Maana wauguzi wangu mbona siwaoni? Ndio nilikuuliza nikupeleke hospitali au wapi, umekaa kimya. Unataka mimi nifanyeje sasa? Dereva naye alijibu, bwana hebu nirudishe bwana, mimi nishapona. Alisema na dereva alipeleka jicho lake katika kioo ambacho kilikuwa kwa juu ya gari. Alimtazama Salome kupitia kioo kile na kisha alisogeza gari pembeni. Nimewahi kusafirisha wagonjwa wa ajabu, lakini huyu ni komesha, alisema ni dereva akishuka kwenye gari. Hakuelewa ni nini wakifanya, lakini uamuzi wa mwisho ulitoka kwa Salome ni kwamba kumuomba dereva arudi kwenye hospitali ambayo alikuwepo na angepanda pikipiki kisha angerejea nyumbani. Dereva hakuona sababu ya kumpinga Salome, alifanya kama alivyoambiwa na aligeuza gari na kisha alielekea zake hospitali ambako angeenda kupiga story na wenzake kuhusu kile ambacho kimetokea muda mfupi sana, maana kwa upande wake ilikuwa ni tukio la kwanza kutisha ambalo aliwahi kuliona katika maisha yake. Salome alianza safari ya kurudi kwao na akiwa katika bodaboda aliendelea kupigwa na upepo, lakini bado kichwa chake kiliendelea kurejesha kumbukumbu za matukio yote ambayo aliwahi kuyaona katika maisha yake. Kwanza kuamini kama alifanikiwa kupona. Alijikuta anashusha pumzi kwa nguvu kwa kiema kama vile alikuwa anamshukuru Mungu. Na dereva wa boda naye wakati huo kuacha kutembea mwendo wa mwanaume ambaye anafumaniwa huku akikimbia akiwa uchi wa mnyama kutoka kwenye fumanizi. Alinunua kasi ya pikipiki na kuongeza gia na muda mfupi mbele walifanikiwa kufika nyumbani kwake na kujaribu kuchukulia hela ndani. Alisema Salome kisha aligusa mlango wake na aliona kwamba ulikuwa umefunguliwa. Moja kwa moja alitambua wazi kwamba mume wake atakuwa ameingia ndani na hakufunga mlango. Basi alifika hadi chumbani kwake, alianza kila sehemu kumtafuta mume wake lakini hakufanikiwa kumuona. Aliamua kuchukua hela na kutoka nje. Asante sister, alisema dereva, na baada ya kupewa hela aliondoka zake mahali pale na kwenda kuuza roho yake barabarani huko akatafuta riziki. Basi Salome alirudi ndani tena na alikuwa na wasiwasi sana. Maswali hayakumpa nafasi hata kidogo. Yeye alihakikisha anaganda kwenye kichwa chake kama kiroboto kwa kifaranga. Yeye aliendelea kugonga hodi katika kichwa chake na mara kwa mara swali kubwa ilikuwa ni wapi mume wake alikuwepo. Baby, aliita Salome na hivyo ndivyo ambavyo wanamuita mume wake. Basi kulikuwa kimya na aliendelea kuita tena na tena. Lakini hatimaye sauti kutoka katika friji ilisikika, na hii ilikuwa ni baada ya kukimbia kutoka eneo ambalo gari lilikuwa limesimama wakati akiwa anampeleka mke wake hospitali kutokana na yale mauzauza ambayo yalitokea. Basi Joel alikimbia na kituo cha kwanza ilikuwa nyumbani kwake ambako alienda kuingia katika friji. Alidhani kwamba ni kabati la nguo na hiyo yote ilikuwa ni katika sehemu ya kunusuru maisha yake. Bahati nzuri friji ilikuwa imezimwa, vinginevyo Joel angekuwa barafu. Ndio umejificha hapa baba? Salome aliuliza kiangua kicheko. Licha ya Salome kuwa katika hali ya kawaida, lakini Joel alihisi kama bado anachezewa mchezo mwingine, kwa sababu wakati anamkimbia mke wake alimwacha akiwa na tumbo kubwa na alikuwa amechanika na toka vinyunga na alikuwa na hali ya kutisha. Lakini sasa hivi eti amefika hapa mke wake akiwa mzima. Hii kidogo ilikuwa ngumu kwake kukubali kutoka kwenye friji. Bibi vipi, kwani unaniogopa? Hebu toka bwana tuyajenge. Huyu Lucy yake Mungu atatua, alisema Salome na kumuondoa wasiwasi wake. Basi akiwa na wasiwasi Joel alitoka katika friji huku sehemu ya miguu yake ikiwa imeloana. Salome hakuacha kucheka kiukweli. Alicheka delisi kama anataka kutapika hivi. Alicheka sana. Akamwambia unanicheka nini? Unajua wewe ndio ambaye umefanya yote. Joel alikuja juu. Wewe, tulikubaliana au umesahau? Salome akataka kupigwa na kupewa mzigo wa lawama, akarudisha ule mzigo. Ila Lucy yake Mungu, Lucy ataniua, alisema Joel akiema. Kijasho kiliendelea kumchuruzika kama maji na hata baridi ya kwenye ile jokofu ilikuwa imemtoka. Salome ilibidi kwanza asimulie kile ambacho alikuwa amekiona kwenye karatasi ambayo alikuwa amepewa na ambayo ilitangaza vita. Basi alikuwa ameongea na mwenzake akamwambia kwamba kama ni hivyo tunafanyaje, kwa sababu inaonekana kweli ametangaza vita. Hivi atatua kweli? Yes, ameshakufa. Lakini
Basi Salome akamwambia tutakufa endapo tukidevera. Mimi bwana siwezi kubali kufa. Labda kama utamuonea huruma. Mimi nakwambia hakuna kingine ambacho, yani mimi vita ni vita. Huyu Lucy ni hatari sana, anatakiwa uawe. Sasa sijui kwa nita kumua vipi akati alishauawa. Kumua vipi sasa jamani? Afi mara ngapi? Aliuliza Salome na kisha alimtazama mume wake na kuendelea. Hata kama alishakufa, unadhani tunafanyaje? Hebu kwanza ngoja. Joeli alizunguka sebleni kama mtu ambaye alikuwa anatafuta kitu fulani hivi na kisha akasema, "Unajua haya matatizo yote yameanza mara baada ya kumzika Lulu ndani." Joeli aliwaza kidogo, alihisi kama anachoambiwa kilikuwa ni kweli ndani yake. Alimtazama mke wake na kisha alimwambia amsubiri. Basi alielekea store ambako alitoka na chepe pamoja na jembe. Akamwambia twende tukafukue, tukazike makaburini huko, hakuna kuchezewa akili hapa, alisema Joeli. Unadhani ndo tutatua tatizo? Unahisi kwamba ndo tutakuwa tumetatua ama tunaongeza tatizo lingine? Bwana we, potelea pote. Hatuwezi kufuga mambo haya. Twende tukafukue, tukazike huko. Hasa ndo usiku jamani. Salome aliuliza huku macho yake yakitua katika saa ukutani. Maajabu ya saa yalikuwa yanamwambia kwamba ni saa 7 usiku. Ndio, hakuna shida. Hata kama ni usiku, ili eneo la makaburi linakuwa wazi na ni salama kabisa kuzika, alisema Joeli akitangulia nje. Moyo wa Salome ulibaki ukiendelea kudundisha ngozi ya mwili wake huku akimwangalia mume wake ambaye alidhamiria kabisa kufukua mwili wa Lulu. Basi alirudisha macho yake kwenye saa ambayo ilisoma vizuri tu. Ngoja kwanza basi nikamwangalie Jona, alisema na kisha alipiga hatua kuelekea chumbani ambako Jona alikuwa amelala. Alifika na kumkuta mtoto wake akiwa amelala usingizi mzito kabisa. Tabasamu mzito ilikuwa katika uso wake Salome. Ilikuwa ni baada ya kumwona mtoto wake akiwa salama bin Salmin. Basi alimpiga paji la uso pale na akamwambia nakupenda sana, alisema na kisha alimfunika shuka vizuri na yeye aliondoka na alitoka mahali pale kuelekea nje ambako alikuwa mume wake. Basi sauti ya vishindo vya jembe ilikuwa katika ardhi iliendelea kusikika na ni Joeli ndo ambaye alikuwa anachimba sehemu ambayo Lulu alikuwa amezikwa. Alifanya hivyo huku akimwangalia mke wake ambaye alikuwa amesogea katika eneo lile. Kuna muda anasema ni bora hata nisingemuoa ise, alisema Joeli akaendelea kuchimba. Aibu tumepata. Yani tumeshapata sana. Hebu acha mambo kukata tamaa bwana wewe. Kwanza wewe kumuogopa marehemu sio mizimu. Hayo ndio ambayo yanazidi kutuogopesha. Hivi kwa nini tunaogopa? Lakini mke wangu, unajua bora aibu kuliko mateso. We, hivi unajua aibu ni mateso wewe? Yani mateso tosha. Afu watu sisi ndio ambao tunaona wenzetu, lakini wao hata hawatuoni hivyo. Yani tuna kila sababu ya kuwaua tu. Tukamzike makaburini huko, wakianza kutafuta watakuwa wanataka shari. Yani tutaoa watu waamini. Salome alisema huku kidole chake cha shahada kikipelekwa katika shingo yake na kisha alikipitisha kama anataka kujichinja hivi. Alitoa kwa nguvu na akawa ameweka ule umakini kule ambako aliendelea kuchimba hadi pale ambako walifikia mwili wa Lulu. Maskini Lulu jamani. Mwili wake haukuwa kama mwanzo. Funza walikuwa tayari wameshafyonza eneo kubwa sana la mwili wake hasa usoni. Walikuwa wamekula nyama na viungo vingine vilikuwa vimenona huku vikitoa harufu. Harufu ile ilikuwa ni kali sana kutoka katika mwili na ilitanda eneo zima la nyumba. Unataka tumweke wapi sasa? Aliuliza Salome akiziba pua yake. Kachukua mabonge ya barafu kwenye friji na mengine yaweka kwenye ndoo kubwa uje nayo hapa. Joeli alitoa maagizo na kwa heshima ya hali ya juu Salome alitii maagizo. Alitembea kwa kunyata hadi alipofika mlangoni. Alishika kitasa huko akitaka kufungua lakini alihisi kama mshiko bega hivi. Ilibidi ageuke kutazama akaona kitu. Jamani, yani mimi na wasiwasi muda wote jamani, nitakuja kufa, alisema akihema. Basi alimwangalia mume wake ambaye alimsisitiza kuwahi na kugusanisha vidole viwili vya shahada vya kati na kisha aligongesha katika mkono wake wa kushoto. Sawa, alisema baadaye na kisha aliingia ndani kuelekea katika friji. Alichukua vitu ambavyo vilikuwa vinahitajika na kisha alitoka nje. Basi walifanikiwa kutoa ule mwili na waliuzoa mwili pamoja na mifupa na waliweka katika gari na kuanza safari ya kuelekea makaburi ya Butimba. Ama hakika palikuwa pananuka mno, lakini ndio hivyo hapo katika kufuta ushahidi. Basi wakiwa katika gari, stori za hapa na pale ziliendelea huko, kila mmoja akiamini kuwa endapo akizika mwili makaburini basi kila kitu kitakuwa kimeisha. Yani akirudi hapa tunaenda kwa waganga, yani bora tuonekane wachawi tu, alisema Joeli ambaye alikuwa ni dereva. Unajua kuna muda hadi nachukia maamuzi ambayo niliyafanya, yani napata majanga mimi jamani. Basi tu Salome alijibu na akamwambia kwa hiyo ulitaka sisi wote tuwe kwa pamoja au? Aliuliza Joeli. Ndio, lakini baby mimi nashukuru bwana, unanijali sana ujue. Mimi nakupenda sana, alisema Salome na wakajikuta wanaongea hatimaye wakafika huko makaburini. Eneo la makaburi lilikuwa ni kimya mno.
Hakika mahali pale ni kweli palikuwa sehemu ya wafu ambao walikuwa huru kuondokana na vifo. Walikuwa wamezikwa katika eneo lile, hawakuhofia tena kuhusu magonjwa, kufa, kuumizwa na mapenzi, sijui kufilisika, sijui chakula, bali walikuwa tu wanapewa kile ambacho walikuwa wamekipata wakiwa duniani. Basi wengi wao walioko ndani eneo lile walikufa kwa ndoto zao ambazo hawakutimiza pengine duniani, huku wengine waliingia kwa uzuri, na wengine basi miili yao ilikuwa imefyonzwa vyema na funza wakubwa kabisa. Basi Joeli alishuka katika gari na kisha alienda hadi katika buti. Alifungua na kutoa ndoo. Macho yake yaliangalia kama mwili upo, na kwa bahati nzuri aliukuta kwa sababu haukawi kutokuepo. Alitoa jembe pamoja na chepe katika buti. Kwa ujasiri usiokuwa na kiwewe ndani yake, alianza kuchimba kaburi la pili kwa ajili ya kumzika mtoto wake. Dakika 17 mbele zilitosha kwa Joeli kumaliza kuchimba kaburi. Hatimaye walimzika mtoto, huku akiamini kwamba kila kitu sasa kilikuwa kimemalizika. Asante Yesu, kwa kweli asante sana, Salome alisema akikaa kwenye gari. Hebu tazama msikilizaji, ambavyo Yesu na Mungu wanatumika na kila mtu. Mtu anafanya maovu, anafanya upumbavu, anafanya dhambi, lakini bado anamuita Mungu, anamuita Yesu. Ndio maana tuliwahi kuuliza, ungekuwa Mungu wewe ungefanya nini? Haya, tunaendelea. Sasa Joeli akamwambia basi sasa tunaweza kwenda kulala. Alizungumza na mwisho akawasha gari na kuondoka katika eneo lile. Haya, tunatoka makaburini na tunakuja siku ya pili tena, ambako ni upande mwingine ambapo jua lilikuwa limetia nanga katika jiji la Mwanza, huku likiwa linakumbusha abiria wa dunia kwamba safari yake ingeanza saa 12 kamili asubuhi kutoka katika mji wa Mashariki na kutazamia kufika mji wa Magharibi saa 12 kamili jioni. Masaa yenye mfanano wa safari yake yangetosha kabisa kuangaza vyema, na kama lingetanda wingu basi jua lingeficha mwanga, lakini hii isingekuwa kikwazo cha safari yake ndani ya kwenda kuifikia Magharibi pale jioni. Basi miali ya jua ilitoa vyema katika macho ya Upendo, ambaye alikuwa ameshaamka huku akikunja baadhi ya nguo zake. Kama ilivyokuwa kwa mwanamke pindi anapojifungua miezi 6 mwanzo, usingizi huwa wa manati sana, ndivyo ambavyo ilikuwa kwa mwanamke yule ambaye alikuwa na vichanga wawili ambao alikuwa ameanza kuwahudumia kama watoto wake. Na baada ya watoto wake hawa na hii ilikuwa ni baada ya mtoto wake ulikuwa ameshafariki na alishamzika, kwa hivyo alikuwa amepewa watoto wengine. Basi alimaliza kupanga nguo na kisha alisafisha nguo za watoto. Baada ya hapo alienda kuoga na kujiweka sawa. Gauni nzuri ambalo alipenda kuvalia kwa siku hiyo ama kwa siku ambazo anakwenda kanisani lilikuwa katika mwili wake kwa siku ile, na muonekano ambao ulikuwepo pale ulikuwa ni afadhali kidogo kwa mwanamke yule ambaye tabasamu la kulazimishwa lilikuwepo katika uso wake. Atabasamu kwa nini sasa? Basi akajisemea kwamba kituo kinachofuata ni kumjua mmiliki wa hili gari ni nani, alisema, na kisha aliweka karatasi ambayo ilikuwa na namba ya usajili katika matiti yake. Akiwa kama mtu ambaye alikuwa na msongo wa mawazo hivi, alisogea hadi eneo ambalo alimzika mtoto wake na kisha alichuchumaa na kuchota mchanga kidogo. Aliufinyanga na kutamka maneno machache yenye ulipizaji wa kisasi ndani yake. Namalizana na hawa wa Grace kwanza, kisha nitarudi kwa waliokuwa mwanangu, alisema na kudondosha mchanga ambao aliushika. Chozi lake la maumivu lenye uthamini wa uzazi lidondoka katika eneo lile la kaburi. Maumivu yalitanda ndani ya mwili wake, lakini hakutaka kusimama. Aliamua kuondoka moja kwa moja. Aliobeba mapacha hadi kwenye moja ya hostel ambayo alikuwa anakaa na rafiki yake ambaye hakuwa amezoana naye, lakini kwa siku ile shida ilimfanya ajiongeze mahali pale. Upendo, unaenda wapi? Aliuliza rafiki yake ambaye alikuwa kike. Vizamani, unaweza kunishikia huyu mmoja afu nitarudi kumfuata, Upendo alisema akimwangalia rafiki yake ambaye alionyesha kama anasita hivi. Kwanza Upendo, una watoto mapacha wewe? Rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Via aliuliza. Ndio, lakini hebu sikia. Na ingaza, huyu hapa ana joto, sijui ni mgonjwa, naomba nishikie bwana, alisema Upendo na kumlazimisha mwenzake kumshika. Mimi sikujua kama ulikuwa na mapacha, ila sawa, hamna shida. Ngoja nimchukue, alisema yule rafiki yake na Upendo, na kuona sababu ya kukaa eneo lile wakati ule, aliamua kuondoka. Akamwambia kwamba saa 10 nitakuwa na kipindi, hakikisha kwamba unarudi, alisema usijali bwana, maziwa hayo hapo utakuwa unampa akilia, alisema Upendo ambaye alianza safari ya kuondoka mahali pale. Akiwa katika daladala ambayo ilikuwa inaelekea Posta kutoka Malimbe, aliendelea kuangaza kwa nje, huku macho yake yakionekana kuwa na umakini wa hali ya juu sana. Wakiwa wamekaribia kufika katika eneo la Pepsi, ghafla aliona gari ambalo lilikuwa namba za usajili sawa na lile ambalo alikuwa analitafuta, anataka kulitafutia ufumbuzi. Konda hii gari inaelekea Misungwe,
aliuliza Upendo. Abiria wote walicheka kwa kuhisi alikuwa amekosea gari. Kumbe alifanya vile ili Konda adhani kwamba abiria wake amekosea gari ili amshushe naye apate kulifuata gari ambalo alikuwa amedhamiria. Da, sister, umerong namba ise. Yaani ili ni chaka hatari. Oya, suka, mshushe hapo bwana. Afu andaa nauli yako kabisa. Siwezi kupakiza mtu bure eti. Konda alisema akiwa na jazba kidogo. Sasa siku nyingine na wewe unauliza, sio unapanda tu, kwani hujui kusoma? Alisema dereva akimwangalia Upendo ambaye alikuwa akimkabidhi ile pesa. Sawa samani, alisema Upendo. Macho yake yalikuwa mahali ambapo gari lilikuwa limesimama na hata aliposhuka na yeye alisimama na alikuwa pembeni akitazama ile gari. Mbele yake alimuona mwanamke ambaye alikuwa akitembea kwa mwendo wa madaha kidogo. Alifungua mlango wa gari na kisha aliingia ndani na kuliwasha. Upendo alitazama gari ile kwa umakini wa hali ya juu sana. Alitambua kwamba ilikuwa ni gari ambayo alikuwa anaifahamu. Yes, ndo lenyewe kabisa, alisema na kisha alimuita dereva boda ambaye alikuwa pembeni. Lile gari naomba tulifuatilie, lakini kama mita 5 hivi nyuma yake, yani sijui kama anafuatiliwa, alisema Upendo na kisha alipanda ile boda. Basi boda alifanya kama ambavyo aliambiwa, alianza kufuatilia gari ile mpaka anafika eneo la hospitali na kushuka. Upendo alimkabidhi pesa yule boda ambaye alirudi na kuendelea na mambo yake. Sasa Upendo akauliza, hivi samani, ile gari inamilikiwa na nani? Aliuliza kimpa mkono mama mmoja ambaye alikuwa na tumbo kubwa hivi kiasi. Chipsi za mjini ni kama zilimlevya yule mwanamke, alionekana kuwa kama na mimba, kumbe hata alikuwa ameshiba zake tu. Mimi sijui, lakini simemwona nashuka, huyo ni Dr. Suzy au? Alisema yule mwanamke. Kwa hiyo kumbe atakuwa ndani. Upendo aliongeza swali lingine. Yuko ndani vipi? Mwanao anaumwa au? Aliuliza yule mwanamke. Ndio, ila ngoja niende kwanza, ofisi yake iko wapi kwani? Aliuliza kisha alielekezwa na aliongoza katika ofisi ya Suzy. Alipofika katika ofisi alisimama kwa muda hivi ni kama mtu ambaye alikuwa anafikiria jambo asipate majibu sahihi ya kile ambacho alikuwa anakifikiria. Na hili litokana na ndani ya ofisi ile kutokuwepo kwa Suzy. Basi ghafla mbele yake alikatisha daktari wa kiume na ilibidi amsimamishe. Samahani, naweza kumpata Dr. Suzy? Alisema Upendo akimwangalia daktari. Alikuwepo hapa muda si mrefu, bahati mbaya simu yangu haina salio, ila sina simu hapo, labda umpigie. Basi Upendo alitoa simu yake ambayo ilikuwa haina hadhi kabisa. Yani hata kuangalia umbea wote ambao ulikuwa unaendelea mtandaoni huko Instagram, sijui nini kimewaka nini na nini, alikuwa hajui. Akasema haya, asante, ngoja basi nimpigie. Alijifanya kama anapiga, kumbe alikuwa anapiga. Akasema hapatikani. Pole sana, ila usijali, kwani shida nini, ni mtoto au? Aliuliza yule daktari. Hapana, ni mimi mwenyewe, Upendo alijibu akiangalia upenyo wa kuondoka mahali pale. Basi sawa, nikajua ni mtoto, ila kama ni wewe kaa pale tu usubiri. Daktari alisema akimuonyesha Upendo sehemu ya kukaa, labda kama angekuwa ni mtoto daktari huyo angemsaidia. Basi Upendo alizogea katika ile sehemu, lakini hakuona kama ilikuwa inamfaa. Aliamua kuondoka katika eneo lile, na kumbe matukio yote na hekaheka zote ambazo zilikuwa zinafanywa pale Suzy alikuwa anaziona, na yeye aliamua kujificha kwa makusudi tu kwa kuhofia usalama wake. Basi pindi Upendo alipoondoka alielekea hadi kwa mwanamke ambaye alikuwa ameshiba chipsi za mjini. Akamuuliza, yule mama alikuuliza nini? Swali hili lilimfanya mwanamke akae kimya kidogo, kisha alijibu. Alisema, nani anamiliki hii gari? Na kingine ilikuwa ni nini? Alisema, nahitaji kuonana na wewe. Okay, hamna shida, asante. Suzy alimshukuru na kisha aliondoka mahali pale, huko akimwacha mama akipigwa na butwa. Hakuelewa hata mara moja nini ilikuwa inamaanisha kwa watu wote wawili. Basi hatua za Suzy zilikoma katika ofisi ya daktari ambaye alimpa namba Upendo. Alimtazama kwa muda na kisha alimuuliza, mwanamke ambaye umetoka kuongea naye hapa alikuwaje? Kale katoto au? Alisema kwamba sio na shida na wewe, ndo nikampa namba yako, alieleza daktari, na majibu haya mafupi yalimtosha Suzy na kuamua kuondoka mahali pale. Alirudi hadi ofisini kwake na kisha alikaa katika meza kitafakari. Kumbe yupo na mtoto mwingine ampeleka wapi sasa? Anyways, ngoja jioni nitaenda kwake. Na hizi itakuwa ameanza uchunguzi wa chini chini. Na kama sio yeye basi ni yule Dona atakaye mtuma. Yaani huyu Dona huyu, mama yako nilimpa onyo wewe Dona. Naamini itakuwa alishakwambia. Hivi kwa nini unaendelea kufanya uchunguzi? Yaani kwa nini unachunguza? Umeanza kunifuatilia. Anyways, bahati nzuri umeingia katika chaka la masimba. Yaani lazima utaliwa, na Dona na wewe nakwambia utaliwa. Yaani utanitambua. Suzy alisema huko akigonga meza yake kwa vidole. Basi alianza kupiga hatua ili kuondoka katika eneo lile, na ghafla simu yake iliita. Alitoa mfukoni na kutazama. Ilikuwa ni namba ngeni. Moyo ulimgomea kupokea, lakini kidole kilikubali kubofya kitufe kile cha kijani na kisha aliweka sikioni. Halo, naitwa Upendo Joshua. Jiandae na kifo siku leo, alisema Upendo na kisha simu ilikatwa.
hakuna kumtisha. Suzi alitaka kumjibu lakini kimya kilifuatiwa. Alizi kwamba simu itakuwa imekatwa na alivyotoa sikioni aliona ni kweli kwamba alikuwa amekatiwa simu. Sasa baada ya simu kukatwa, Suzi alibaki akiwa amechanganyikiwa. Aliwaza ni nani ambaye alimpigia simu ile. Kichwa chake kilifanya kazi na kuchakata mawazo na mara zote alikuwa akivuta kumbukumbu labda angepata kumjua, lakini haikuwa hivyo. Alijikuta anaishiwa nguvu. Aliangalia simu yake na muda kidogo akasema kwamba hapa nahitaji kujilinda mwenyewe, vinginevyo naweza nikafa bure. Basi alinyanyuka katika kiti na akaondoka ndani ya ofisi ambako bado kichwa chake kiliendelea kumzalisha maswali mengi mno. Au Donatema amemtuma yule mwanamke, lakini hapana, sio yeye. Au sasa atakuwa ni nani? Okay, nadhani ni huyu ambaye alikuja hapa. And if ni yeye, asidhani kama anaweza kuchomoka. Nijui vizuri huyu mtoto. Aliongea huko akienda mapokezi ambako alitakiwa kuweka sahihi kwamba alikuwa anaondoka. Basi siku ile kazi haikunoga kabisa kufanya. Kichwa chake kilikuwa kizito kufanya jambo lolote lile. Alihitaji muda zaidi wa kujipumzisha ili aweze kuwaza vizuri ni nani ambaye alikuwa anampigia simu. Ingawa aliambiwa na jina lakini bado hakuwa anamkumbuka, na hili ndio ambalo lilizidi kumpa msongo wa mawazo. Akiwa mapokezi pembeni yake alisimama mkurugenzi ambaye baada ya kumuona Suzi akajiweka sawa. Suzi, umeenda kumuona Ken? Aliuliza mkurugenzi huku akimtazama Suzi ambaye alishika kichwa chake na kukuna kidogo. Ndio, nilikuwa nataka kwenda lakini niliambiwa kwamba leo natoka au? Suzi aliuliza na kisha alitoa simu yake ambayo iliingia message. Alipotazama ile message ilikuwa ni namba ngeni, lakini ujumbe ambao ulikuwa ndani yake ulizidi kumwogopesha. Sitani, na maanisha kile ambacho nimekuambia. Kwa hiyo leo jiandae na kifo usiku wa leo. Alisoma kwa sauti ya chini message na wasiwasi ulizidi kumlemea. Alijikuta anashika simu na kutetemeka hadi mkurugenzi alishangaa, ikabidi amuulize, Suzi, unaumwa au mbona unatetemeka? Yes, yani nahisi kama naumwa, yani nahisi kama mwili sijui uko vipi, nikuja tu kusaini niondoke. Kwani Dennis yuko wapi? Aliuliza Suzi kwa makusudi kabisa ili kupima kama mkurugenzi alikuwa anajua kitu chochote kuhusu Dennis. Hayupo, yani sijajua, labda atakuwa ameenda sijui polisi kwa sababu yeye pia si anahitajika pia, lakini nimeshaongea na mkuu wa kituo amesema uende leo jioni Kani atakuwa hapa, kwa hiyo usijali. Okay, basi ngoja ni sign hapa afu nikapumzike, naumwa mno jamani, sijui ni ugonjwa gani, sijui ni corona ama ni nini, alisema Suzi na kisha alisogea hadi dirishani na kusaini. Mguu wake wa pili ulienda kutua katika kitufe cha gari na tayari safari ya kuelekea nyumbani kwake ambako alipanga aende akajipange kumkabili mtu ambaye alikuwa anamtisha ilianza. Basi kabla hajaondoka alitoa simu yake mfukoni na kisha alisoma message ambayo alikuwa ametumiwa na Upendo. Inaonyesha yuko serious na anachokisema, kama sitachukua action hivi naweza nikafa eti, alisema baada ya kusoma message ile. Na sasa aliwasha gari vyema na kisha alinyonga usukani na kuondoka mahali pale. Mlinzi wa geti la hospitali alimfungulia na yeye aliongoza barabara ambayo ilielekea kwao. Kumbe wakati anaondoka Upendo alikuwa nje, alikuwa akimnyonyesha mtoto huku macho yake akiwa getini. Alifanikiwa kumuona Suzi akiondoka katika eneo lile na haraka akarudisha titi ndani ya nguo yake aliyokuwa amevaa na akamfunga mtoto vyema mgongoni. Mkono wake wa kulia ulimuita boda mmoja ambaye alikuwa karibu na geti lile la Suzi. Najua unamjua Dr. Suzi, si ndio? Alimuuliza. Ya, si ndio yule ambaye ameondoka hapa. Ni mwenyewe, naomba unipeleke kwake mdau. Okay, kwa nifuate gari au? Dereva aliuliza huku akinyosha mkono barabara ambayo Suzi alikuwa ameelekea. Ya, fanya hivyo, alijibu Upendo na kisha dereva kuona sababu ya kuendelea kusubiri kuuliza maswali. Aliwasha pikipiki na waliondoka katika eneo lile. Suzi hakujua kama alikuwa anafuatiliwa. Akiwa katika gari aliendelea kusuka mipango mbalimbali ambayo ingefanikiwa kumfanya mtu ambaye alikuwa anamtishia basi amsambaratishe na mwisho ajikuta anafika nyumbani kwake. Alisimamisha gari kwa nje na kisha alishuka na kwenda kufungua geti. Alirudi tena katika gari, aliwasha moja kwa moja akaingia ndani huku akisimama sehemu maalum ambayo kila siku huwa anasimamisha gari lake. Alirudi kufunga mlango lakini macho yake yalimuona mtu ambaye alikuwa anamfananisha akiwa katika bodaboda. Ilibidi atulie kidogo. Anakaa hapa, alisema dereva boda na alimwambia Upendo huku akiwa mbali kidogo kutoka kwenye nyumba ya Suzi. Okay, nishapajua, asante, tunaweza kurudi sasa, Upendo alisema na kisha boda hiyo iliongoza njia. Walipita katika geti la Suzi ambaye hakuacha kuwatazama. Inaonyesha huyu ndo ambaye ananitumia message, hebu ngoja, alisema Suzi na alianza kutoa simu yake ili kupima kama kweli ni yule. Akiwa ameweka simu sikioni, macho yake yalikuwa katika boda. Alimuona Upendo akiwa anapokea simu. Okay, nimekujua. Nashukuru, na mimi ndo ambaye nitakayekuua, Upendo alijibu. Na alimjibu Suzi kwa kebei, hakutaka kuendelea kuongea, badala yake alikata simu. Suzi
alitoa simu sikioni na kisha aliangalia jinsi ambavyo Upendo alikuwa ameongea. Eti nashukuru ndo mimi ambaye nitakuja kuoa. Yaani Suzana mimi kabisa ni wawe na kitoto kile cha kike. Yaani kwanza niche kisawadi sura yake. Labda sio mimi. Wameshindwa wanaume kabisa wenye kucheza muziki afu itakuwa yeye. Ngoja kwanza hatu amini. Aliamua kufunga geti na kisha akarudi zake ndani. Sasa runinga ambayo ilikuwa sebleni iliendelea kuonyesha matukio mbalimbali na yeye akaona sababu ya kuacha iendelee kuonekana. Aliamua kuizima kabisa na akaelekea mpaka chumbani ambako huko alioga na akarudi tena sebleni. Kabla hajakaa vizuri alikumbuka kwamba jana alimuua Denisi. Basi haraka aliamka na kwenda store ambako alikuwa ameweka mwili wa daktari mwenzake ambaye alimuua. Alimwangalia na akawa nakumbuka kwamba ameuawa kwa sababu alimuingilia bila idhini yake. Akamwambia, ni wewe, unaonekana ulikuwa boya kweli yani. Ngoja nikupige picha ni posti mtandaoni kupitia akaunti nyingine. Baada ya hapo watu watajua umekufa, lakini kupata mwili wako ndio itakuwa kimbembe. Yani watataabika sana. Alijisemea akiangalia mwili wa Denisi na kisha alianza kupiga picha. Harufu iliendelea kutoka katika chumba kile ambako Funza pia alianza kujiongea na yeye akupenda kuona harufu ile inatanda katika eneo lake. Basi aliamua kumzika kwenye nyumba yake pale ili kuficha ushahidi na alielekea hadi katika eneo ambalo kulikuwa na bustani, akachimba shimo kubwa ambalo lilitosha kabisa kufikia mwili wa Denisi. Basi tunatoka pale tunakuja upande wa pili ambako tunamwona Dema Tema ambaye alikuwa ofisini kwake akipanga vitu vyake sawa kabisa katika meza yake kubwa kiasi ambapo ilikuwa imejaa mafaili mbalimbali. Basi ghafla aliingia Fani akiwa kama mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa hivi. Alimwangalia pia kuanzia juu mpaka chini huku akijiuliza akipima ule uji wake ulikuwaje, unajipia gani kwani? Fani vipi, kuna nini? Dona aliuliza. Mishi inaendelea kuwa ngumu. Kwa nini? Kimetokea nini? Wamemuua Denisi, amekufa na haijulikani nani ambaye amemuua. Fani alisema huku akikaa katika kiti. Vitu ambavyo vilikuwa katika meza vilipanganyika na Dona alikuwa ameonekana kuchukizwa sana na taarifa hii. Hakuwa anaamini kama kweli taarifa ambayo alikuwa amepewa ilikuwa na uhakika na ndani yake. Lini amekufa? Si jana tu hapa tulikuwa tunaongea kuhusu yeye? Aliuliza. Ndio hivyo, ni jana. Simu zake hapatikani na kuna picha ambazo zimerushwa kwenye mtandao zinamuonyesha hana simu zake za siri. Hizi hapa. Fani alitoa simu na kisha alichezea kidogo na kumuonyesha Dona Tema. Dona alihema kwa muda. Hakuamini kama aliona picha mwanaume mwenzake akiwa hana tupo. Kichwani kwake alishindwa kabisa kuchakata mawazo vizuri kwa kile ambacho alikuwa anakiona. Mungu wangu, nimefanya misheni hii. Yaani imekuwa ni ngumu yani. Na imekuwa kubwa kuliko. Na vipi kuhusu Kani sasa? Aliuliza Dona akimrudishia simu Fani. Kani ameachiwa huru na kaachwa hapa. Sijui sasa itakuwaje, na nilikuwa nimemtuma mume wangu ashiriki katika hii mission. Ila sidhani kama yani hata sio tufanyaje, but we need to do something ujue. Fani ambaye alionekana kama amechanganyikiwa alisema, kazi imekuwa ngumu jamani, kazi ni ngumu. Lakini sikiliza, tunatakiwa eneo la mwisho kwenda tujue kwamba ilikuwa ni wapi. Unajua kuna rafiki yake ambaye alikuwa naye Pabu anasema kwamba walipoachana alienda kwa Suzi. Fani alieleza. Suzi ni kwamba tayari walishakuwa wapenzi au? Aliuliza Dona Tema huku akisimama. Hapo sijui, labda tukaongea na huyo mtu, yani yuko upande wa pili yuko anaojiwa, alisema Fani. Basi kimya kilitawala katika eneo lile na muda kidogo kabla ya kufukuzwa na Dona ambaye alisema kwamba hebu tangulia na kukuta. Fani hakupinga hii kauli ya mkuu wake wa kazi ambaye alikuwa ni kama bosi. Basi aliamua kuchapa lapa kuelekea katika chumba ambacho rafiki yake wa Denisi alikuwa anaojiwa. Dona alibaki ndani huku akiwa anawaza si moja wala mbili ambayo ilikuwa inaingia katika kichwa chake. Kwake aliamini kwamba endapo akimtumia Deo kuunganika na Kani wangefanikiwa kujua mambo mengi kwa sababu wangeshirikiana katika kumtafuta huyo Denisi. Lakini ndio hivyo, taarifa ambayo ilikuwa mezani ni kwamba Denisi alikuwa amefariki. Unajua kuna watu wengine wapo nyuma jamani ya huu mchezo. Yaani huenda hata wauguzi wale hospitali wote watakuwa wanafahamu. Kwa nini? Yaani kwa nini alipokufa Lema hakuna ambaye ameshangaa. Anyways, nitajua tu hayo yote, alisema na kisha aliondoka ofisini kwake. Mguu wake ulitua katika chumba kidogo ambacho mahojiano ndani yake yalikuwa yanaendelea baina ya Fani pamoja na rafiki wa Dennis ambaye alikuwa anaitwa Brutus. Basi baadaye baada ya kuingia ndani ilibidi Fani ampishe katika kiti. Najua wewe sio mhalifu, lakini ulikuwa mtu wa mwisho kuongea na Dennis. Endapo tukisema kwamba ulihusika katika mauaji haya, hutaweza kukataa, and we don't need to reach on that point. Lakini tunachotaka utuambie unafahamu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea baina ya Dennis na Suzy. Dona aliuliza akimtulia macho Brutus ambaye alimeza fumbo
kubwa sana la mate, akamwambia, Dennis ni rafiki yangu na alishaniambia kwamba anampenda sana Suzi, ingawa alikuwa anamkataa, lakini kwa siku ile aliniambia kwamba liwalo lazima liwe. Ataenda nyumbani kwake huko na hata atamwekea madawa ili mradi tu apate anachokitaka, alisema Brutus huku akidosa vidole vyake hivi. Jibu lake limfanya Donna nyanyuki na akamwangalia Fanny ambaye alikuwa makini kumsikiliza Brutus. Fanny, hebu tuondoke, alisema Donna, na hali hii ilimfanya Fanny ashangae kwa sababu hakujua kwa nini ameambiwa vile. Kwani nini? Umetosheka na maelezo yake? Nimetosheka, lakini si sana, ila tuende, Donna alisisitiza kuondoka katika eneo lile, hali ambayo ilimfanya Fanny basi asipinge. Basi aliungana na Donna tema na kisha alitoka katika nje ya kituo na kupanda gari. Haikufahamika ni wapi ambapo walikuwa wanakwenda, lakini safari hii gari lilisimama katika eneo la hospitali. Donna alishuka na kumwambia Fanny amkute katika gari. Kwa hatua za mtu mwenye haraka alitembea hadi katika ofisi ya mapokezi. Samani, Suzi nimemkuta? Aliuliza Donna na akaambiwa hapana, alikuja lakini alisema kwamba jisikii vizuri kwa hivyo ameondoka. Na vipi kuhusu mkurugenzi? Naye pia alikuwa hapa basi kabla hajamaliza kuongea alimuona kwa mbali, kabidi amuite. Mkurugenzi alifika karibu na eneo lile na kisha walisalimiana. Maongezi ya kawaida alifuatia. Dennis alikuja hapa lini na lini? Aliuliza Donna. Mara ya mwisho ni jana mchana. Nadhani ni yeye ambaye alishiriki katika kumkamata Kani ambaye ameachiwa na yupo huru, alieleza mkurugenzi akiangalia upande wa pili ambao alionekana Kani akija mahali pale. Moyo wa Donna ulidunda. Hakuwahi kukutana uso kwa uso zaidi ya siku ile ambapo ndo alimtazama vizuri kuanzia juu mpaka chini. Naitwa Kani, alijitambulisha Kani akimpa mkono Donna ambaye alipokea naye pia akajitambulisha. Okay, mkurugenzi, Suzi uko wapi na au ndo yupo na Dennis? Maana jamaa alitaka nioze jela kisa demu, alisema Kani huku akiweka tabasamu katika sura yake. Usinichekeshe bwana, katupo kwenye majonzi bwana. Majonzi gani tena? Si Dennis amekufa jamani, na picha zake zinasambaa mtandaoni huko. Wewe, Dion, yani Kani alitaka kuzungumza lakini alitaja jina la Dion mbele ya Donna tema. Alihisi kama itakuwa na vunja chungu kabla hata alikutoka. Imekuwaje tena amekufa? Aliuliza Kani akibadilisha mada kijanja. Sijafahamu na nadhani hata kamanda hapa amekuja kuulizia hilo, si ndio? Mkurugenzi alitupa mpira kwa Donna ambaye aliitikia. Basi maongezi yaliendelea kuchukua tamu yake na huku baadaye mambo yaliisha, kisha Donna aliamua kuondoka mahali pale huku kichwa chake kikosa majibu sahihi. Ni nani ambaye labda atakuwa amehusika kwenye mauaji ya Dennis? Basi alirudi kwenye gari akiwa hoi bin taban. Akaulizwa, vipi, kimejiri nini? Aliuliza Fanny. Wakati huu akamwambia wakati tunaongea alikuja Kani na yeye pia alipoambiwa kuhusu msiba eneo la kwanza ilikuwa ni Dion. Akamwambia hii inamaanisha nini? Anaamini kwamba ndo alihusika katika kifo, lakini jioni au usiku tunapaswa kwenda nyumbani kwa Suzi, alisema Donna tema ambaye alianza kuwasha gari. Na mpango wetu ni nini? Kufanya uchunguzi. I'm sure Brutus yupo sahihi, huenda yeye ameua au ameuawa huko na ndio maana leo ameingia kazini na kuondoka, alieleza Donna. Basi mawazo yake aliungwa mkono na Fanny ambaye aliomba waondoke katika eneo lile, na waliondoka wote kwa pamoja huku wakielekea kituoni ambako wangepanga namna ya kumwingilia Suzi ili kufanya upelelezi katika nyumba yake. Naam, msikilizaji, hapa ndo tunafika tamati katika sehemu ya 8 ya simulizi hii. Ni vipi unajisikia? Upendo atafanikiwa kweli? Na mpaka sasa amefeli bwana. Kama alisema nitarudi mwanangu, akimaanisha tamkuta Chris, mtoto wake alishafariki na tumeshaona wote, tumeshuhudia, na amesema kwamba ameshamzika. Sasa hivi Upendo anatunza watoto wengine, lakini matukio yamekuwa ni mengi sana kwenye simulizi hii ambayo ina kisa cha kusisimua, vinasikitisha pia na ndani ya muda huo pia ni matukio ambayo yamekuwa yanaumiza. Mimi nikwambie kwamba bado haijaisha, mpaka itakapoisha bado tuna safari ndefu sana ya kujua kipi ni kipi, yupi ni yupi, nani mwenye hatia na nani ambaye atapona mwisho mwa simulizi hii. Mimi naitwa Tutu. Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza na kutufuatilia Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu kwa ambaye bado hujafanya hivyo. Fanya hivyo ili uwe mwanafamilia katika familia kubwa hii ya wapenda simulizi wenzako. Subscribe hapo, usiache ku like, usiache kuandika comment yako tafadhali. Andika comment yako ukiwa unatuambia kwani wewe unatusikiliza ukiwa wapi duniani, na hii inakuwa ni jambo ambalo ni zuri sana kwa sisi kufahamu basi familia yetu imefika mpaka wapi. Lakini pia
Simulizi Zetu Media inapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Ukienda pale Instagram, ukienda pale Facebook, ukienda TikTok, lakini pia ukienda Audiomack ukiandika jina la Simulizi Zetu Media, basi moja kwa moja utatupata. Lakini wakati huu nikukumbusha wewe ambaye unataka kuwepo katika group letu la Simulizi, basi tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ya 0757 567253. Sema tu jamani, naombeni mniunge huko, na mimi nikaja nikaona vile wenzangu ambao wanafanya katika group la simulizi hizo. Simulizi hii imeandikwa na Sam Dafur na mimi ambaye nakusomea wakati wote. Jina langu naitwa Tutu. Kwa heri kwa sasa, tutakutana katika sehemu inayofuata.